Takribani wanajeshi 70 wa Ukraine wameuawa katika shambulizi la kombora la Urusi katika kambi ya mafunzo ya vikosi maalum vya Kiev. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Moscow ambayo imeripoti. Kambi hiyo ilipatikana wakati wa shughuli za uchunguzi karibu na kijiji cha Shoska katika mkoa wa Sumi wa Ukraine ambao unapakana na mkoa wa Kursk wa Urusi. Wizara ilisema katika taarifa yake. Baada ya kupokea viweanishi hivyo, wafanyakazi wanaosimamia mifumo ya makombora ya Iskander-M ya Urusi walirusha kombora dhidi ya kituo hicho, wizara iliongeza. Shambulio hilo liliua hadi wanajeshi 70 wa Ukraine, wakiwemo wakufunzi 20 kutoka mataifa ya kigeni, huku pia wakiharibu ghala la kuhifadhia risasi na vitengo 10 vya vifaa, taarifa iliongeza. Picha ya kombora hilo iliyochapishwa na wizara ilionyesha mlipuko mkubwa ndani ya kambi hiyo baada ya moja ya majengo kupigwa na kombora la ballistic. Mwishoni mwa mwezi Aprili, Moscow ilitangaza ukombozi kamili wa maeneo ya mpaka ya mkoa wa Kursk ambayo ilichukuliwa na askari wa Kiev baada ya kuzindua uvamizi mnamo Agosti mwaka uliopita. Kwa mujibu wa mkuu wa jeshi la Urusi, Jenerali Valery Gerasimov, jeshi la Urusi kwa sasa linafanya kazi ya kuweka eneo la usalama katika maeneo ya mpaka ndani ya mkoa wa Sumi ili kuzuia mashambulizi mapya kutoka katika eneo hilo. Mapema wiki hii, Wizara ya Ulinzi ilitangaza kutekwa kwa kijiji cha Marino, ikimaanisha kuwa vikosi vya Urusi sasa vinadhibiti makazi 5 katika mkoa wa Sumi. Urusi bado inaendelea na operesheni yake maalum licha ya kusema kwamba wameimaliza operesheni hiyo kwa 80% hadi 90, na kwamba wakati huu imebaki tu ni kupambana na Ukraine kwa sababu kutokana na urushaji wao wa ndege zisizokuwa na rubani za mara kwa mara, na inaelezwa hata katika siku za hivi karibuni Urusi imeangamiza ndege zisizokuwa na rubani. Jumatano na mapema Alhamisi asubuhi, Meya Sergei Sobyanin ameripoti akisema kwamba angalau ndege 40 zisizokuwa na rubani zilirushwa zikikaribia Moscow. Meya hakutaja majeruhi wowote au uharibifu wa nyenzo yoyote katika ardhi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti uvamizi wa ndege zisizokuwa na rubani kote nchini, zikiwemo katika mikoa ya Orlov, Crimea, Ryazan, Kursk, Belgorod, Bryansk na Lipetsk. Kulingana na sasisho za wizara, kwa siku nzima angalau ndege zisizokuwa na rubani 249 zimenaswa hadi sasa katika eneo la Urusi. Kati ya asubuhi na jioni ya saa 11:50, vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti kwamba viwanja vya ndege vya Domodenovo, Zhukovsky na Sheremet vya Moscow vimesimamisha kwa muda shughuli zake kutokana na uvamizi wa anga. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.